Mtazamaji wa Global TV, leo niko na Juma Lokole na tumekuja hapa bahati nzuri nimemkuta ndani ya duka, sijui anamchagulia mtoto wake mambo ya Idi. Wewe najua na mtoto wa kiume. Wa kiume na kike. Aha, kwa hiyo ndo umetinga hapa kwa Sitlora. Bwana nakuja kuchukua mazagazaga. Si unajua Idi inakuja. Kwa hiyo ndo chimbo lako hili. Hili ndo chimbo langu. Yaani sio chimbo langu, chimbo la Watanzania kwa ujumla, kwa sababu watu wengi hupenda kuja kuangalia quality, wanaangalia quality ya nguo za watoto ili wapendeze, kwa sababu kuna watoto wadogo wanafunga siku hizi. Kwa hiyo akimaliza mfungo mpe zawadi yake. Okay. Haya basi, Juma, mimi bwana, kwanza napenda kufahamu hapa katikati nyuma katikati tulipata matatizo kidogo, nataka kujua kwanza matatizo yameisha. Matatizo ya kikazi. Yes. Tumemaliza. Okay. Au mambo ya mwezi mtukufu umeamua wanasema funika kombe mwanadamu apite. By the way, actually ni kwa sio matatizo kama vile watu wanavyoishape kwamba nimepata matatizo, lakini katika kazi kwenye upande wa kazi naweza kusema ni hizo zipo. Ofisi zote binadamu lazima pitie up and down. Huwezi kuwa straight moja kwa moja, yani wewe tu mpaka kufa kwako basi usipate changamoto ya kazi, ni uongo. Kwa hiyo nimemaliza na ofisi yangu, kwa hiyo umeona sina hatia, basi nimerudi kazini. Okay, labda tuache sasa kwenye mambo ya ofisi tuje katika ile wanasema personal issues. Yani kwa maana kwamba tunajua nini ambacho kilifanya ikatokea mpaka kaweza kuwa nje ya kazi. Ni kwamba kama ulikuwa unamuongelea Zuchu kwa wazi, ulikuwa unamuongelea Zuchu sana, yani inaonekana kama kuna sababu binafsi za nje. Hii ikoje? Na watu naona wanaitafsiri tofauti kwamba la umpendi, unamchukia, na kwa nini labda unapokuwa huko unamuongelea, yani kuna namna fulani unaweza ukaiongelea ikawa tofauti. Watu ndio wameishape hivyo, lakini mimi sijawahi kumuongelea vibaya sehemu yoyote, kwa sababu kwa mimi haki lillahi na nimefunga Ramadhani, sijawahi kumuongelea vibaya. Mimi watafute sehemu ambayo nina clip labda nimefanya hivi interview na msema vibaya, ama nina sehemu ambayo nimeandika nimeandika machapisho ambayo yanamsema vibaya. Sikuwahi. Hilo moja. Pili, wanajua page yangu ni ya udaku. Chochote kinachoendelea basi mimi huwa nafanya nini? Na post. Lakini chochote kitachomkuta mwisho kuna ambayo mimi nashadadia. Sijawahi kushadadia kitu chake hata siku moja kwenye page yangu ya Instagram hapo nazungumzia. So labda tu mwenyewe alijihami kwa kipindi kile na kusema kwamba labda kuna vitu vyake vilikuwa vinamchanganya, kwa akaamua kupita na upepo wa Juma, kusema kwamba Juma anasema vibaya, kipindi kinamsema vibaya, kwa sababu actually huwezi kumsema mtu ambaye unafanya naye kazi kampuni moja. Utakuwa ni kichaa. Umeona? Yeye ndo aliona hivyo, na watu wanaishepu kama mimi labda nina magomvi naye, na magomvi naye, hatupendani kwa kile ambacho yeye alivyoandika kwenye Instagram yake na kuja kwenye kipindi na kuomba radhi kwamba Juma naomba radhi na bla 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 bla. Lakini mimi kuniuliza sasa hivi na ugomvi na nini na yeye, mimi sina ugomvi naye. Yaani sina ugomvi naye. Sijabahatika tu kukutana naye uso kwa macho. Na nitamsalimia kama Muislamu mwenzangu, asalamu alaykum wa alaykum salam. Lakini sina ugomvi naye. Yaani ukiniuliza mimi na yeye tunagombea nini, hakuna hata ugomvi. Yaani mpaka sasa hivi yeye aliyetaka kipindi sio Juma Lokole. Na labda hujajaribu baada ya yote hayo, kwa sababu kama umeingia mwezi mtukufu na unafunga, ukampigia bwana kulikuwa kuna hiki na hiki na labda akikuwa hivyo, kwa sababu ni mtu ambaye naamini mnakutana kwenye sehemu mbalimbali. Mimi naamini katika hatuna magomvi na yeye. Yeye alikuwa na magomvi na kampuni, umeelewa, na media. Kwa hiyo kama amemaliza tofauti yake na media na mimi nimemaliza tofauti yangu na media, so basi tutakapokutana tutasalimiana kama vijana wafanyakazi wa kampuni moja na Muislamu mwenzangu kama dini inavyoturuhusu kuwa. Kwa hiyo sina kinyongo naye. Sio tena sio Muislamu, ni watu ambao kama mnashabiana kwenye family. Ni familia. Kwa hiyo siwezi nitakuwa mpumbavu kwanza kumnunia mtu ambaye anafanya naye kazi sehemu moja. Ni uongo. Watu tunakutana kwenye ngazi, sio vizuri. Okay. Lakini kwa kuacha tofauti na nyingine ambazo zinatokea, kile anachokifanya kama msanii anavyofanya unakubali kazi zake. Ni msanii mzuri, anaimba vizuri, ana tungo nzuri. Sasa yani ni nasikiliza nyimbo zake. Kwa asilimia zote ni msanii wetu, lazima tumsupport. Lazima support kubwa tumpe, tuweke nguvu kwake, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho tunakitaka. Kwa hiyo yote mimi nimkandamize yeye nianze kumsupport mtu mwingine, itakuwa ileti picha nzuri.
Juma, kwenye hilo pia watu wakaanza kurelate mambo fulani. Sasa mbona Juma mtu fulani naona kama hawako naye sawa, kama Hamisa wako naye pia vizuri, inakuwaje? Maana wote walikuwa wamepita kwenye njia fulani, lakini wote sasa unaona Diamond hapo. Muona mtu kama Hamisa kweli tulikuwa tuna tofauti mpaka tuliblokiana. Na Hamisa kweli niko mimi nachukua picha zake, video zake na bandika pale na andika nachokijua mimi kuandika, na wakela tu timu yake Hamisa kusudi tu ni wakele timu Hamisa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hata akifanya jambo je mami ilikuwa ngubaya, yani unaona, yani ilikuwa ni mtu ambaye napinga tu vitu vyake. Yule sasa ndio tunasema kweli huyu kweli anamchukia mtu fulani. Sasa ukisema eti kwa Zuu mimi namchukia Zuu wakati sijawahi kuchukua hata picha yake kuibandika pale, hapana. Sasa kwa Hamisa mlishamaliza. Hamisa tushamaliza. Alafu Hamisa sio mtu ambaye anaikaga kitu kinyongo rohoni. Alikuwa hajanijua Juma wa sampuli gani. Yani sasa hivi kanijua Juma, yani mtu ambaye nitapoteza nguvu zangu nyingi kupambana na Juma, wakati Juma mwenyewe yeye mwenyewe anajua bisa Juma anatafuta riziki kupitia kile ambacho anakifanya. Mradi si mtorei roho chafu, mradi situkani familia yake, mradi natoa kile kitu ambacho mimi maoni yangu kama mwingine. Juzi alisema unajua hii kuna vitu vingine nilikuwa napitia wakati watu walikuwa wananishinikiza. Juma hiki ukishakuwa star kubali kupokea kila kitu. Ili mradi tu, na sio sisi tu Tanzania, yani sisi tupo dunia nzima. Umeelewa vizuri Kwa hiyo yani Hamisa akashajua hilo, kwa hiyo sina tofauti na Hamisa. Kwa sasa hivi peace kabisa. Kwa mnaweza mkapigiana simu? No, kupigiana simu kwa sababu sina mazoea kupigiana naye simu, na Hamisa naongea naye nini. Kwa hiyo Hamisa hata DM sichati naye. Kwa hiyo yeye kani unblock na mimi nimemwanblock, lakini hatujafollowiana. Sasa kupitia hilo, na leo ni mwezi mtukufu Juma, na umesema kwamba halikuwa hajakujua na amekujua, na kwa sababu wewe ndio anasema umembandika uwezavyo kwenye mwezi mtukufu, unamwambiaje Hamisa? Nimtakia all the best, Ramadhani Karim. Nampenda, amsikilize amtii mume wake, atufunge wambea kauli ambazo maana uko chini watu wanaongea sana. Hamisa afiki miezi 6, Hamisa Christmas ya Toboi, Hamisa yule bwana akishuka kiwango cha mpira sijui na yeye kuisha habari yake, yule bwana sijui anaondoka nchini Tanzania anaenda huko kwa long distance sijui love nini sijui mnaita wazungu, na yeye kuisha habari yake. Kwa hiyo kila mtu anaongelea yake, kwa hiyo tusifikie huko. Yani yeye atuaminishe kama alivyotuaminisha Zairisa kwa Haji Manara. Tulikuwa tunamhesabia masiku, naona siku zinakatika. Kwa hiyo na yeye afunge kanga tumboni, atumbue wambea. Kwa hiyo nimtakie kila laheri katika ndoa yake. Nimependa ameolewa na thamani yake imeshuka. Amekuwa sio Hamisa yule watu walikuwa wamchukua mdangaji, sijui majina ajabu anamuita. Sasa hivi Hamisa akawa Hamisa mke wa mtu. Yani kitambulisho chake kinasoma hivyo. Kwa hiyo heshima yake imekuwa mara 3 ya pale. Haya, kupitia hizi changamoto kama unasema unakuwa ni mtu wa kwenye mitandao na una ile wasema wadaku wa mbea, unaweza ukaweka hivi kwenye, na hisi kama kuna watu wanapitia changamoto nyingi. Hebu niambie kwa umepitia changamoto ngapi kama mbea tuseme wa mtandao? Maana kuna watu wengine wanakuchukia, wengine unapigwa, yani vitu hivyo. Nikwambie moja ya kitu ambacho yani principle ambayo nimejiwekea mimi. Ukishakuwa mbea, yani wewe kubali kuwa pande zote mbili. Alafu kuchukiwa ni iwe miongoni mwa maisha yako. Sio kila mtu atakufurahia. Hususan ya wasanii wetu. Unajua wasanii wetu wako hivi, wanatakaga hata katika maovu wewe upalilie mazuri. Yani wewe umsifie tu, yani wewe uende na leli ya kumsifia tu. Ukimsifia basi hata viatu vyako atakufuta vumbi. Atakuja kulala getini kwako asubuhi. Yani wewe utakuwa rafiki yake kuliko hata mamake mzazi au babake mzazi. Lakini siku utakuja kumwambia mapungufu yako, kwamba hilo wigi lako ulovaa feki, basi hapo ndo chuki inapoanzia. Yani hawapendagi kuambiwa ukweli. Naona hata kipindi cha mambo ya uliingia ni mtukati ukagombana Kajala mpaka kudondoshwa chini na Kibukta umeitwa nacho leaders Hii ilikuwa ni mapenzi gani ambayo yapo mazito kwa Kajala, yani kuamua kujitoa mwanga kupigwa? Maana ulikuwa kuna saa ulipigwa pale, kuna saa ulipiga kiukweli niseme ukweli, yani wallahi lazim mimi mtoto wa Kiislamu. Kwa nini Kajala ana special package yake kwangu? Ni mtu ana roho nzuri. Wewe Diamond unajua. Ni mtu ambaye mpaka unagombana na Kajala wewe una matatizo ya akili. Ni mkimya sana. Yani sometimes mpaka ukimya wake mimi unaniboa. Umeona, yani ukimya wake unaambia wewe ni mpole sana bwana, na hebu changamka kidogo. Yani sometimes kile unachokifanya anakuambia bwana acha Juma, bwana fanya hivi, bwana Juma tusiishi hivyo. Yani makuzi yale sijui ndio alilelewa vile tangia mdogo. Yani sio mtu ambaye anaigiza. Unajua kuna mtu anaigiza upole. Kajala ni asilia yake ni upole. Yani mpaka anachosha. Kwa hiyo yani nampenda kutoka katika mizizi
ya moyo wangu. Yani ukisema katika watu ambao mimi nawapenda top 5 kabisa, yani kindaki ukinikata hapa, Kajala yupo kwenye top 3 yangu. Kwani top 5 zako ni nani na nani? Naomba wataje leo wajijue na wajifahamu. Tukielekea kufunga interview wajue kabisa hii top 5 ya Juma Lokole. Mimi nawapenda watu wote. Watu wote. Ni wanawake sasa au wanaume? Watu wako karibu, manake mara nyingi tunajua mastaa wengi wako karibu na wewe. Zile top 5 umesema. Wa kike, wa kiume wote, mimi wote nawapenda. Wote ambao wapo katika maisha yangu mimi nawapenda sana. Yaani sana. Wanajijua wenyewe. Yaani mimi Juma sipindui. Sababu yani kuna kina Zamaradi, kuna Kajala, kuna Paula. Yaani wapo wengi tutamaliza interview hapa. Kuna Lulu, kuna Wema, kuna Lulu Diva, kuna Esma, kuna Mama Dangote, kuna Uncle Shamte. Yaani hapo kimtoa Diamond, kwa sababu Diamond ndo kinikata hapa. Yaani hata kata shingo yangu. Mimi niko radhi kwa lolote lile. Diamond hataki kusema Juma leo tunakutoa msukule kwenye familia. Mimi family lie. Yaani mimi nimeshawahi kuambiaga mimi nitoa tu. Yaani ukiona umekwama wewe vitu vyako haviendi, kama kuna vitu wewe toa msukule wako Juma hapo. Family lie. Yaani yule kanishika kiukweli. Yule mwamba kanisaidia vitu vingi. Nisingekuwa Lokole pasipo Samae. Ni Mungu na yeye. Yani Mwenyezi Mungu wa kwanza alisema Juma utakuwa maarufu. Wa pili huyu ndo atakushika mkono. Diamond kanishika mkono. Leo thamani yangu naiona. Hapo kwa Diamond umesema yani uko razi wa kutoa msukule. Sasa Diamond kuna watu yani unajua kwenye mitandao. Wewe moyo huyu moyo wewe kama Juma unataka muoe nani? Sema ukweli wako ndani ya moyo. Amoe yule ambaye anamuona kwake anafaa. Amoe msichana ambaye anaona huyu ndio tulizo la nafsi yangu. Unajua sasa hivi dunia sasa hivi Diamond kapitia kwenye mahusiano mengi, matukio mengi kapigwa, umenielewa vizuri, wanawake wanamchiti na vitu bla nyingi, umeona. Kwa hiyo labda atakayeona huyu sasa katulia, mcha Mungu, anaendana na mimi, mwanamke huyu ana riziki na mimi, basi afunge ndoa, family tunamwombea kheri. Kwake yeye anayemwona yuko sahihi. Maana mimi kumchagulia mtu, mimi kanichagulia nani? Mpaka nipata watoto wawili. Lakini mimi Diamond naona bwana penzi lake liko kwa Zusha, nampenda sana yule dada. Inshallah tumuombe kheri. Juma asante. Haya. Na mtazamaji wa Global TV, nilikuwa na wakati mzuri kabisa na Juma Lokole. Tumeweza kuongea mambo mawili matatu ambayo yametokea huko nyuma na yanaendelea hivi sasa. Kubwa zaidi nimefurahi, ameweka wazi kama kulikuwa kuna beef kati ya Hamisa, yeye amemtakia heri na anampenda sana, na tunaomba inshallah mwezi wa Ramadhani uweze kuisha, atamkaribisha futari nyumbani kwake. Basi mtazamaji wa Global TV, tulikuwa hapa ndani ya duka la Sweet Lola na alikuwa akizungumza akimpa nafasi Juma aweze kuchagua vitu mbalimbali kwa ajili ya watoto wake. Basi nakushukuru, ni mimi Madam Tema, endelea kutizama Global TV. Je, unatafuta mavazi ya kipekee yenye muonekano wa kuvutia? Karibu Rulo Hunter, chapa ya ubunifu wa mavazi inayokuletea mitindo ya kisasa kwa vijana, watu wazima, wanaume, wanawake na watoto kwa aina mbalimbali kama vile t-shirt, trunks, crop tops, hoods, kofia, begi, taulo, socks, vito na mashati. Tunahakika utaonekana nadhifu kila wakati ndani na nje ya nchi. Wasiliana nasi sasa kupitia namba za simu 0759297756 na kauli mbiu yetu ni We are smart, look smart.